Langu jina ni Fasma Juma. Leo nipo na mchambuzi wa kabumbu kutoka Tanzania bara. Huyu mwingine ni Dominic Salamba. Dominic Salamba, habari yako? Namshukuru Mungu niko vizuri. Uko poa kabisa? Kabisa. Matatizo ya leo kwa upande wako umeionaje? Ni nzuri, ni tulivu. Ukiangalia hali ya hewa ni iko salama, lakini pia tunaelekea kwenye mwisho wa mwaka. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Tunaelekea mwisho wa mwaka. Mwisho wa mwaka ya. Disemba imeingia. Ni ubakia mwezi mmoja ili kuweza kukamilisha mwaka na kuitafuta 2026. Tuanze na mechi ya jana ambapo Simba Sports Club walivana na Stade Malien kule katika uwanja Bamako nchini Mali, ambapo Simba aliweza kufungwa tena mara pili mfululizo na kuondoka kupoteza point 6. Shida iko wapi katika klabu ya Simba? Tatizo ni kocha au wachezaji wenyewe hawajitumi? Ukiangalia na hichi ambacho kinaendelea nje ya uwanja pamoja na huku ndani. Nafikiri wana matatizo ya ndani ya kiwanja na nje ya kiwanja. Kwa maana ya nje ya kiwanja unaweza kuona chaos ambazo zinaendelea, hamna maelewano, tuma zimekuwa nyingi, wao wana conflict, viongozi wako madarakani ambao wako madarakani. Kwa hiyo mnapokuwa na hali kama hiyo kwenye mpira wa miguu mwezi mkawa salama. Kwa maana mnakuwa mna lugha moja. Moja ya nguzo ya mafanikio kwenye mpira au kwenye taasisi yoyote ni kuwa wamoja. Kwa hiyo inachangia direct au indirect timu kushinda kukosa hamasa na kuweza kukosa namna ya kuweza kushindana. Lakini kwa upande wa kiufundi au kitimu wana mapungufu makubwa manne ambayo mimi nimeyaona. Pungufu la kwanza, wana wachezaji wa kawaida. Yaani level yao usitegemee kukupa kitu kikubwa katika ile michuano. Ikitokea mwandiko wachezaji walionao kwa hivi sasa ni hawastahiki kucheza ndani ya Simba. Wazuri wa kawaida. Sio kucheza kwa Simba. Simba wanaweza ukanichukua hata mimi nikamchajua kwa Simba na kwenda kucheza kwenye kitu gani? Tunaelewa Kama kuna bonanza huko hata unaweza nikacheza. Lakini kwa hiyo unasajili wachezaji kulingana na ukubwa wa mashindano ambao unakwenda kushiriki. Ndio maana leo hii gharama ambayo anatumia kusajili Dodoma Jiji haiwezi kuwa sawa na Yanga, kwa sababu Yanga na michuano mikubwa au Simba tofauti na nani? Dodoma Jiji. Kwa hiyo wamesajili wachezaji ambao ni wa level ya kawaida, ambao wanaweza kupatia kiwango kizuri by surprise, lakini sio kwamba ni constant. Yaani kwa siku anaweza kaamka surprise. Inaweza kutokea. Kwa hiyo hata mchezaji wa kawaida akafanya jambo la tofauti kwenye mpira. Lakini leo wewe ukakaa ukasema leo leo na mechi kabisa hapa nataka nimtumie fulani. Hapana, wachezaji wao ni wachezaji wa level ya kati. Mimi nawaita wazuri wa kawaida. Na wachezaji ambao Simba akipelekwa ukiwachukua kuwapeleka timu za kati hizi wanacheza. Lakini wachezaji wao wengi kwenye Yanga, kwenye Azam, kwenye Singida hawezi kupata namba. Sio kuanza, hawezi kupata wachezaji ambao wanao Simba. Ndio wanao Simba. Kwa hiyo usitegemee kukupatia kitu kikubwa katika michuano mikubwa. Una jambo la kwanza. Kwa hiyo level ya wachezaji wao ni level ya kawaida. Jambo la pili, hawa ambao wana level ya kawaida bado hawako fit. Fitness ya Simba sio nzuri. Sio timu ambayo inaweza ikakupatia uwiano kwenye kiwanja wakati wote wa mchezo. Kuna muda watacheza, kuna muda wanakata moto. Kwa hiyo timu inakuwa iko open. Hiyo tatizo la pili, ambalo hili sasa utalileta kwenye benchi la ufundi, kwa technical bench. Sawa? Ili la kwanza, ili la wachezaji ambao sio wazuri, viongozi wanaosajili. Unaona La tatu utazungumzia, tunasema ile hamasa, ile kujitoa. Ni kama timu imekosa morali ya kucheza. Unaona, kuna mambo yanatokea, unasema anakosaje vile? Pengine haiko kiwanjani. Sasa pengine wanadai au wana nini, hao hawezi kujua. Lakini ukiangalia, yani hawakuonyeshi kwamba kuna kitu wanakitaka. Yaani kuna mtu anafungwa, unamwona kama amefungwa, anatamani kufanya kitu hata kama uwezo wake ni mdogo. Kwa hiyo kuna hamasa imeshuka. Jambo la 4, wana benchi la ufundi ambao alikidhi vigezo. Yaani benchi la ufundi yani kwa pande wangu nafikia alitoshi, kwa maana kwamba kwa level waliofikia wahitaji kuwa na benchi la ufundi kubwa zaidi ile ambalo wanalo. Sababu kila kitu kina level. Kila kitu kina level yake. Kwa hiyo nikiangalia kwa benchi walilonalo na michuano ambayo wanakutana nayo, itakiwa wapate level nyingine ya juu kuliko hii ambayo wanaweza kuifanya sasa. Kwa hiyo ndio matatizo makubwa manne ambayo mimi nimeona kwa upande wa klabu ya Simba. Dakika 45 cha kipindi cha kwanza ambapo Mnyama aliweza kufunga magoli mawili hayo katika hicho kipindi cha kwanza. Uliona ilikuwa ni kipindi cha kwanza cha namna gani ukiangalia na sababu, ukiangalia na ambao walianza ambao wamepangwa na manager Pantev? Nafikiri ilikuwa ni mechi ambayo Pantev ni kama alikwenda kuwaonyesha kwamba ninapokuwa na watumia viungo badala ya washambuliaji mimi mnanielewa. Unajua mechi jana kadhihirisha hiyo. Kama kwamba sasa kumbe kwa nini mwalimu anakuwa anatumia viungo badala ya washambuliaji ili watu waweze kuelewa. Unajua mwalimu anapanga timu kulingana na watu waliokuwa nao. Yaani mimi nikiwa kwenye training session nitatengeneza mpango kazi kulingana na watu ambao niko nao.
Siwezi nikaa na watu wafupi wote alafu nikaa kwenda kuwafundisha tukaenda kwetu kupiga mipira ya cross. Wakati kwenda kukutana timu ambayo ina watu warefu. Au siwezi nikaa na watu ambao hawana mbio alafu nikaenda nikamwambia kwamba tupige mipira mirefu tukimbizane nao. Counter attack wakati mimi mchezaji wangu hawezi kukimbia. Kwa hiyo unakuwa unaandaa mpango kulingana na kundi lililonalo. Ukiona kwamba wachezaji wako wengi pengine ni wazuri kwenye mipira ya juu, kwa hiyo utakuwa na watrain wakapiga sana cross, unaamini kwamba kwenye mambo ya header kuna watu ambao wanaweza kwenda kuscore. Ukiona una kundi ambalo wengi ni wazuri kupiga fouls unao, utawaambia kwamba tukifika maeneo ya 18 tudelay pale tuweze kuangushwa ili fana atokea akapige, cha msingi ni kutafuta matokeo. Kwa hiyo aliipanga timu yake mechi ya kwanza dhidi ya Petro akijua kwamba ana changamoto ya balance ya timu. Timu yake inakosa uwiano wa namba. Wachezaji wake bado hawako fit. Kwa ni vyema nipange viungo wengi ili timu ikiwa ina mpira bado iweze kuwa salama. Kwa maana tuweze kuwa tulinde ni namba, shambulie ni namba. Ndio maana kwenye ile mechi kipindi cha kwanza, mechi ya Petro kama uliangalia nimeanzia nyuma, Simba walipata nafasi lakini hawakukoswa sana. Yaani hawakuwa wako open sana. Watu wakaja wakalaumu kwamba kwa nini anaingia akiwa ana mshambuliaji na nini? Akamwambia sawa. Akawaingizia. Ila kuna namna jana kama Selemani Mwalimu alikuwa mnajituma na nafasi alikuwa anazitengeneza, sema kama wamaliziaji. Mpira sio kwenye kucheza tu. Mpira una vipindi viwili kama sio vitatu. Kuna kipindi mkiwa na mpira, mkiwa hamna mpira, mkiwa mnajiandaa kwenda kupoteza mpira. Ziko ni 3 phases. Zote hizi lazima uzibalance. Zote hizi. Hasa ukitaka kuangalia tu ukiwa na mpira, ndio na timu ikiwa na mpira, utampenda Jinchezi Hawa, utampenda Mutale, utampenda Mpanzu, utampenda Selemani Mwalimu. Kwa sababu wote hawa wanaenjoy kucheza mpira. Timu ikiwa na mpira wote hawakabi. Timu ikiwa haina mpira? Wote hawakabi. Kwa hiyo mkiwa mna mpira mnakuwa na watu 10. Mkiwa hamna mpira mnakuwa na watu 6. Ndio kilichotokea jana. Timu iko open. Wakinyang'anya tu mpira, magepu kibaya yanatokea. Kwa sababu hawawezi kuja kurudi. Sasa Mwalimu aliliona hilo. Ndio kama ameweka viungo wengi. Kwa sababu tunaanza kutengeneza kwenye kujilinda, tukifanikiwa ndio tuende kushambulia. Uwezo kuanza kushambulia baada uje kujilinda. Ndio iko hivyo. Pengine kitu ambacho Simba alikosea ni kufunguka ugenini. Sasa kwa aina ya sera ambayo wako nayo, ilikuwa lazima wacheze kwa sababu kwanza ilikuwa ni mechi ambayo yani timu pekee ambayo Simba alikuwa anafikiria anaweza kufanyia turning point ilikuwa ni Stade Malien. Kwa sababu kwamba ndio timu ambayo ukiangalia kwa experience compare na Simba ni timu ndogo ya kawaida ambayo yani sio timu kubwa. Sawa kwenye michuano compare na Simba. Simba na Petro bado Petro unaweza kuona kwamba hata kama ipo kwenye ubora lakini amefika hatua za juu mara kadhaa. Ukimwangalia Esperance tunafahamu kwa ukubwa wake na tayari ushafungwa nyumbani. Kwa hiyo what can you do? Ni kuhakikisha kwamba uende ukapush katika mechi ambayo ni away walau upate alama 1 au 3 ili Stade Malien akupatia alama 6 au alama ngapi? 4. Ndio ilikuwa malengo. Kwa hiyo ilikuwa lazima waingie waende waka-attack. Na mpango wao ulikuwa ni mzuri lakini kwa sababu wachezaji walikuwa wanakosa umakini, concentration, wana lose basi ilikuwa wanapoteza. Kipindi cha pili kilikuwa cha namna gani kwa upande wako Salamba? Kipindi cha pili nafikiri kilikuwa ni vuta ni kuvute, kilikuwa ni open. Kwa hiyo Stade Malien waliweza kunufaika kwa sababu ya energy, wana energy. Kwa hiyo waliweza kuwakabili Simba kwa kutumia energy. Ni vijana wadogo. Ukiangalia age yao average ni kama miaka 22. Kama utaamua kuizilisha wote. Kwa hiyo ni watu ambao manake wanaweza kwenda, wanaweza kurudi. Huku wanakutana na Simba ambayo kadri unazidi kwenda wanazidi kuchoka. Kwa hiyo walipata faida ya kunufaika na uchovu wa Simba na kukosa kuwa na utimamu uliokamilika. Walinufaika na Simba kuwahi kuchoka na kukosa utimamu uliokamilika. Tuzungumzie Jonathan Soa ambao tangu mwanzo watu walikuwa wanaongelea kuhusu nidhamu yake na jana hicho kitu tumekiona. Kuna namna itawagharimu vipi Simba Sports Club kuhusiana na Jonathan Soa na ambacho jana amekionyesha kule nchini Mali? Jana aliandika makala nikamwambia kwamba Simba anashinda vita dhaifu dhidi ya Yanga. Kana maana kwamba yani ni kama anachezeshwa ngoma na Yanga. Ukiangalia wachezaji wengi ambao Simba na watu walikuwa wanashangilia mwachukua baada ya Yanga kushindwa kuwachukua ndio wanaomcost. Kama unafuatilia. Angalia usajili wananiwa Yusuf Kagoma. Leo hii Kagoma mchezaji wa kawaida tu kwenye Simba. Na hajatoa hata kama iko sawa. Ana hiyo level ambayo watu walikuwa wanataka kumpa. Unajua wachambuzi nyinyi waandishi ndio mnatoa sana ya mnaamua. Mwanzo mkamba kumtengeneza mtu lakini kiungo wa kawaida kabisa. Uwezo kumchukua Kagoma ukamkopea na Ndambwile. Difference quite. I'm telling you. Huo ni ukweli. Ambao amtaka kusikia. Mimi sinawaambia, mimi kazi yangu ni ukweli. Haya, angalia usajili hapa kati yangu akaja kama Kibu Denis wanamtaka. Simba wakurupuka kumuongezea mkataba. Unaona unaona ambacho kinaendelea kwa upande wake. Haya, hapa katikati kaja kesho ya Mpanzu
Akasema kama Yanga wanamtaka, Simba kaingia akapambana huyo. Tunaona ambacho kinachoendelea mpaka saa hizi kwa timu yake. Haitoshi. Soa kama ni Yanga wakaja kaja baadaye wamemchukua hivyo. Na nashangaa mkaamia kwa Dube, lakini ukweli nimeweza kuona. Mchango wanaotoa Dube ni mara 5 au mara 10 ambacho sio anachokifanya. Achangiki kwenye kukaba, achangiki kwenye kibudi timu, sasa sana achangia kadi za njano kwenye timu. Ni mara 5 kwa anachokitoa Dube. Achangiki kwenye kukaba, kufunga. Kwenye ligi kuu kuzidi JKT au sawa. Sasa tukianza kuhesabu haya basi itakuwa mna mpira. Kwa sababu hata mimi ukinipanga mechi 10 nitafunga hata moja tu. Na hivi na kitambi changu hiki. Unashinda. Nashinda. Sina nafasi kitokea nitafunga. Kwa sababu alikurupuka. Sijasema walikurupuka. Ni lazima ufanye critical analysis. Na sio kila mchezaji anaanza kucheza kwenye kila timu. Staili yake na timu yako vinaendana. Yaani sio kila mchezaji unaomuona akacheza kwenye kila timu, haiwezekani. Ndio maana ukiangalia hata yule Messi ambaye alikuwa yuko Barcelona alianza kama kustruggle timu nyingine kwa sababu ya mifumo. Kwa hiyo sio kile unayemuona huko mtaani ukajua ni striker unamchukua tu. Hapana, kwa namna ya kuweza kumtumia. Kuna haja ya manager Pantev kumanzisha Duchu badala ya Kapombe. Mtawataja wote sasa hizi. Bado nani mtawataja wote. Yaani mtawenda mtazunguka mtawataja wote. Wote mtawataja. Wewe ulioni hilo? Mimi ninachokiona ni kwamba ni timu nzima haiko fit. Haiko fit. Yaani sio kwamba Kapombe peke yake, timu nzima inakosa fitness. Na bado hawana rhythm. Rhythm ya kwa. Unajua training inaanzia uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo ukiona upangwi, sio kwamba upangwi mtu amekaa anaamka usiku kesho naanza fulani, Fatuma, hapana. Maana yake anachokiofa mazoezini ndio kinachofanya kupa nafasi uweze kuanza kwenye mechi. Kwa hiyo ukiona Duchu apangwe, maana yake ameshindwa kuliconvince benchi mazoezini. Hasa kama umeshindwa kuliconvince benchi mazoezini, utakwenda kuliconvince kwenye mechi? Haiwezekani. Licha ya Neo Maema kuweza kuwafanya klabu ya Simba ondoke na goli moja kule ugenini, lakini maneno ni mengi. Kuna namna kwamba Morris Abraham hastahili kuanza benchi mbele ya Neo Maema. Sasa hiyo nafikiri watakaa kwa vikao vyao watajadili. Lakini ukiangalia wote hawa kwa level ya Simba, kwa malengo anayohitaji, wote hawezi kuwasaidia katika level inayohitajika, kwa sababu Neo Maema ana experience lakini nyakati zake zimekwisha. Nyakati zake, yani energy yake imekata, hana kitu kipi cha kaofa. Sawa? Morris ana nguvu, anakosa experience. Kwa hiyo atakuofa tu energy, maana anakimbia maeneo mengi, lakini kuna maeneo ambayo anatakiwa afanye jambo ambalo litakiwa lifanye kwa sekunde 5, anza kufanya kwa dakika 1. Sio, unanielewa? Kutoka kwa kulaki nini? Experience. Kwa hiyo sio kijana ambaye anatakiwa kupewa pressure. Na ndio wachokosea Simba. Unajua wengi wanaharibu wao wenyewe. Hata kipa Yakubu, kijana mdogo, anahitaji kukua. Yaani hatakiwi kwenda kuwa ndo prominent figure imekaa pale au Mligo alikuwa anakuja pale anamkuta Meduseni, ndio anaanza kumwachia taratibu. Sio, unaelewa? Kwamba taratibu unaenda bwana kuja unakuwa ni caretaker, unaondoka. Lakini sasa wao wanawachukua vijana wadogo ambao waje kujifunza, unakwenda na kuwafanya ndio regular starter. Hapana. Badala Mligo unahitajika. Naona. Kwa hiyo lazima uwe una experience Lazima mtu ambaye ana experience. Lazima. Simuona Meduseni ameenda Yanga. Simuona anachokifanya. Hamzeeka. Unaona sasa? Experience. Kwa anajua hapa nifanye kitu gani. Nikutana na mtu mwenye kasi, mimi sina kasi. Anajua namna kwanza kujichange yani. Kwa hiyo experience matters, inasaidia sana experience kwenye mpira. Kwa hiyo nafikiri kwamba Morris kijana mdogo ambaye hatakiwi kupewa pressure. Apewe pressure yani kwamba sasa ndo hawe ndo abebe Simba. Hapana, hataweza, mtampoteza. Ni kama hapo wanataka wampe hiyo pressure cha Sambi ikaje ikashindikana. Sahihi. Goli la kwanza linatokea Simba Sports Club, kulaumiwa nani? Kipa Yakubu Suleiman au mabeki alikuwa nao katika pande hili? Defense line yote ambayo inamhusisha kipa na beki zake. Kwa sababu kipa naye hakuwa kwenye right position, lakini na mabeki nao wakashindwa kuclear makosa goli kipa. Kwa hiyo wote walikuwa wamefanya makosa. Kipa kwa kwenye eneo sahihi, lakini mabeki nao wakashindwa kuclear makosa ya kipa. So pia ni mchezo wa kusaidiana. Mimi ninapokosea wewe unakuja unasahihisha. Kwa hiyo kuna wakati mabeki wanakosea, kipa anasahihisha. Kuna wakati kipa anakosea, beki anasahihisha. Kwa hiyo ni goli ambalo nasema ni collective mistake. Hata beki nao walikuwa hajakaa katika fomu ambayo ingeweza kuwafanya waweze kwa mpira. La pili pia nitasema kitu kile kile.
kipa kwa kwenye nafasi nzuri. Kipa katika magoli wala hana makosa. Wote ana makosa. Hujanielewa ninachozungumza? Wote wana makosa. Kwa sababu kila mmoja ameshindwa. Kipa hayupo kwenye sehemu yake, lakini sasa mimi sio kwenye sehemu yangu. Wewe mlinzi uko wapi? Kwa hiyo wote hawakuwa kwenye maeneo sahihi. Kwa hiyo ni collective mistake. Ni makosa ya mjumuisho ya safu nzima ya nini? Ya ulinzi. Kwa hiyo wote wana makosa. Na